Ni sauti yenye matumaini kwa wakazi wa jiji la Mwanza wanaotumia barabara inayounganisha mkoa wa Mwanza na Shinyanga baada ya ujenzi wa daraja la Mkuyuni kukamilika. Mkataba ulituhitaji sisi tumalize tarehe 28 mwezi wa kwanza. Na mpaka sasa hivi daraja lenyewe kwanza limeisha tarehe 4 mwezi wa kwanza. Baadhi ya wananchi wanaolitumia daraja hilo wamepongeza serikali kwanza kwa kuwaamini wakandarasi wazawa, huku wakielezea adha walizokuwa wanakutana nazo kabla ya ujenzi wa daraja, ambapo amesema daraja hilo halina tofauti na madaraja yanayojengwa na wakandarasi kutoka nje ya nchi, hivyo serikali iendelee kuamini wakandarasi wazawa. Kwa hiyo wakandarasi wazawa wapewe nafasi kubwa, wanafanya kazi vizuri. Kwani kuna shida gani hapa? Daraja limekaa vizuri. Ukiangalia ni kama wao tu watu wa nje wanaofanya. Sasa hivi tuaminiane wenyewe, mbona tunaweza tukifanya wenyewe, hela ziendi huko nje, uchumi wetu unakuwa. Angalia ukiangalia hili daraja, tukiangalia hili daraja unajua kabisa sasa hivi tupo mbali. Watanzania tuko mbali, tuaminiane, tupewe kazi kama hizi wenyewe, tufanye wenyewe. Hizi taa zinafanya wananchi wanafanya shughuli zao muda wote. Na hapa zamani kulikuwa na giza, hata kama ukiwa unaenda hapo hospitali ya Butimba kulikuwa na kagiza fulani hivi. Kwa hiyo sasa hivi utakuwa na mwanga muda wote, watu wanapita na wanafanya biashara zao vizuri. Mkandarasi kafanya kazi yake vizuri. Kwa kweli sisi wananchi wa Mkuyuni tulikuwa tunapata shida sana kufuata ili daraja kipindi daraja halijajengwa. Ila namshukuru Mungu hata huyo mkandarasi kwa kweli amejitahidi sana, kwa sababu mimi naona ni vijana tu wa Tanzania. Si watu tofauti, maana tulikuwa tunategemea labda wa China ndio watengeneze daraja, lakini naangalia ni vijana wetu wapo hapa Mkuyuni, wengine wanajenga daraja hili. Kwa kweli tunamshukuru Mungu, tulikuwa bado tunabebwa migongoni tunavuka daraja, lakini kwa sasa hivi ili daraja kwa kweli imetusaidia mambo makubwa mno. Mkuyuni imekuwa ni karibu, mvua zikinyesha tunawaza tuendaje Mkuyuni, lakini sasa hivi hata mvua zinyesha za namna gani tutapita kwenye hili daraja. Hii barabara yetu iko vizuri, si kama tulikotoka. Jamaa wanapiga kazi vizuri, wanarekebisha mambo mengine na mitaro wanaiandaa kuiweka sawa sawa. Lakini tulikotoka hali ilikuwa ni mbaya sana. Kwanza hapa maji yalikuwa ni mengi sana. Hata kwenye maduka yetu maji yanaingia kwa wingi sana. Tumechapata hasara kubwa sana, lakini wajamaa walivyoingia kidogo naona sasa hivi mambo yako vizuri. Akizungumza kuhusu kukamilika kwa utekelezaji wa mradi huo ambao umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 5 za Kitanzania, mhandisi anayesimamia mradi huo, mhandisi Nestori James, anasema mradi huo kwa sasa umefikia zaidi ya 96%, ambapo ujenzi wa daraja umekamilika kwa 100%. Tayari wamelikabidhi kwa wakala wa barabara Tanzania TANROADS kwa ajili ya taratibu nyingine. Awali ya yote ningependa kuishukuru serikali, kumshukuru Mama Dr. Samia Hassan Suluhu kwa kuwaamini wakandarasi wazawa. Mradi huu ulianza mwaka juzi mwezi wa 11, ambao ni ujenzi wa daraja lenye upana wa mita 15 na urefu wa mita 26.7 na barabara unganishi zake zenye urefu wa mita 500 kwa maana ya upande wa kulia na kushoto, ambazo zitakuwa zinapitisha magari mawili upande wa kushoto na kulia. Mradi huu ulipata changamoto mpaka sasa hivi ilazimu tufanye usiku na mchana ili kuendana na kasi ya kumalizika kwa mradi. Na daraja kama ninavyoongea lilimalizika tarehe 4, yani kabla ya maelekezo ya Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Mheshimiwa Ulega. Manake tulikuwa nyuma kabla ya ahadi ya mkurugenzi wa kampuni kama tarehe 15 itakuwa limemalizika. Na sisi hili daraja sasa hivi tulishaisha na tumewakabidhi TANROADS waone namna gani wanaweza sasa kuanza mipango ya kuruhusu magari kupita. Sisi hapa sasa hivi tulivyo hapa tuko kwenye hatua za mwisho kabisa kama mnavyoona. Kwa maana ya kupita hapa inawezekana kupita kabisa bila shida, maana sisi tunamalizia lami upande wa huku. Lakini sasa sisi tumelikabidhi kwenye wahusika wenyewe wa mradi TANROADS. Wao sasa ndo wanaweza wakaplani, wakaona sasa kama wanaweza kuruhusu, yani lipo kwenye uangalizi sasa wa TANROADS, ili waweze kuruhusu na kuandaa mpango wa kupitisha magari. Shughuli zinazoendelea kwa sasa ni shughuli kama mnazoona za gabions kule na mitalo ndo zinazoendelea sasa hivi. Na kumalizia hicho kipande hapo cha mwisho kule cha kumwaga lami.
tabaka la lami. Saidi Abdallah Isa ni mwenyekiti wa mtaa wa Mkuyuni Sokoni ambapo daraja hilo linajengwa. Anaelezea furaha yake na namna daraja hilo lilivyokuwa kikwazo kwa shughuli za kiuchumi. Lakini tunashukuru sana kwa hatua iliyofikiwa hii. Kwa kweli wamejitahidi sana na mambo yanakwenda vizuri. Alafu kitu kingine, na sisi wakazi wa mtaa Mkuyuni Sokoni, kwa niaba ya wananchi wangu, kwa kweli tunashukuru sana. Kwa sababu gani? Wakati kuna diversion kule, watu walikuwa wanapata shida sana. Ile barabara ikifika jioni palikuwa pana jam na kutosha. Alafu hata hivyo barabara ile ilikuwa hata haina hata vinani ya shida vya barabara watu kuvuka. Kwa kweli kukamilika kwa daraja hili tunashukuru sana. Kazi nzuri imefanyika. Tunaomba tu wakandarasi wamalizie shughuli zilizobaki hizi, basi shughuli zianze kuendelea hapa. Tuwasubiri TANROADS watakapo wakabidhi, basi sisi tuendelee kusherehekea ujenzi wa daraja hili. Sisi ndio wahanga tangu tuna mwaka mzima sasa tangu daraja lilipovunjwa hili. Tunahakikisha tutatoa ushirikiano wote kuhakikisha daraja linalindwa na miundombinu hii iliyowekwa hapa inakuwa salama. Chukua nafasi hii, waandishi wa habari, kwa kweli mwanzoni hatusemi uongo, huyu mzawa ni kama mimi. Daraja hilo linalojengwa upana wa mita 15 na njia 4 za magari na 2 za watembea kwa miguu linajengwa kwa zaidi ya shilingi bilioni 5, ambapo ujenzi ulianza Novemba 13 mwaka 2024 na ulitarajiwa kukamilika Novemba 13 mwaka 2025, lakini kutokana na sababu mbalimbali ujenzi huo unatarajiwa kukamilika na kukabidhiwa tarehe 28 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.